hali ya taharuki imetanda katika eneo la Konambaya Matunda kwenye barabara ya Kitale kuelekea kule Eldoret baada ya watu watatu kufa kufuatia mtafaruku unaodaiwa kuanzishwa na mzee wa nyumba 10. Mtafaruku huo ulisababisha maafa ya wasichana wawili waliopigwa risasi na maafisa wa polisi waliokuwa wakikabiliana na wakazi walioandamana kushtumu kufariki kwa kijana aliyecharazwa na mzee huyo wa nyumba 10. Ruth Sarmoiche Senge na mengi zaidi. Kinadaiwa kuwa kisa cha kulipiza kisasi kilichosababisha maafa ya dada wawili. Walikuwa hapa kwa entrance. Already walikuwa wameingia hapa ndani. Tumeona damu iko hapa. Hii damu iko hapa, ni kumaanisha waliuawa watu wakiwa ndani ya hii building. Hawakuwa wanashiriki kwa ile maandamano. After all, hawakuwa armed. Mtafaruku huo ulianza baada ya mwanabiashara mmoja kufariki Jumapili baada ya kudaiwa kupewa kichapo na Simon Shipira, mzee wa nyumba 10, katika eneo hilo la Konambaya Matunda, kaunti ya Kakamega. Taarifa za kifo cha Sydney kiliwafanya wakazi wenye hamaki kuteketeza makazi ya mzee huyo, jambo lililowalazimu polisi kuingilia kati. Hapo watoto hao wawili waliokuwa wanafuatilia matukio hayo wakiwa nyumbani kwao wakakumbana na mauti yao walipopatikana na risasi ya polisi iliyokuwa inapigwa kiholela. Mmoja alikuwa mjamzito. Sasa tunaenda kuangalia huyu mwingine amefanya ameanguka. Tukafikiri labda ni mawe, lakini kumbe sio mawe. Kwa hivyo yeye aliwafuata makusudi na kuwagongea wapi risasi hapa. Shida isizalie shida zingine. Na wale ambao wanafuata kutafuta suluhisho lazima ufuate pia utaratibu. Huwezi kuja na live bullet kwa watu kama hawa. Wakazi wamelaumu Simon kwa kutumia nguvu zake kupita kiasi. Inaweza kuwaje watu wawawe kama vile tumeona hivi? Kwa sababu ya mtu mmoja tu, mnakuja kulinda mtu mmoja. Ukikosa tafadhali peleka kwa polisi, sio kuchukua hatua mikononi. Mzee wa nyumba 10 anadaiwa kutoweka, familia ya watoto hao wawili ikitaka hatua kali zichukuliwe dhidi ya maafisa wa polisi waliowafyatua risasi. Nalilia haki. Yule askari ambaye amefanya, hata kama hawezi kutambulika, lakini justice ifuate, because huwezi huwa watu ndani ya building ya mtu. Watoto wadogo, wasichana wale ambao hawajui hata kile ambacho kinaendelea. Aidha, wakazi kwa upande wao wamemtaka mzee huyo kutorejea katika eneo hilo. Ruth Sarmoiche Senge, NTV.